Asanteni sana wapiganaji. Kwa hiyo tuna wapiganaji imara, hawajawahi kutuangusha. Na mpaka nasimama hapa naongea, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hatujawahi kufanya sherehe yoyote wala birthday yoyote pamoja na mafanikio yote, kwa sababu tuna ndoto kubwa. Na leo ndani ya miaka 10 tuna makombe zaidi yote ya mkoa wa Mwanza makubwa. Lakini hatukuwahi kufanya sherehe yote. Kwa nini? Kwa sababu kama nilivyokuambia, mimi mwenyewe ni maskini kweli kweli, na nilikuwa maskini kweli kweli. Tulikuwa tukipata kile kidogo, hata tukibeba ng'ombe tunaenda kuielekeza kwenye vifaa vya kuwaendeleza hao watoto, na watu wengine hawakunielewa, na watu wengine walijenga chuki ambao tulikuwa tunapigana nao. Lakini nilifanya kwa sababu nilikuwa naamini tuna jambo moja tu la kuwatoa vijana kwenye janga kubwa la umaskini na kuwaleta sehemu ambayo ni sahihi. Na tunapozungumza na wewe leo hii, documentary yetu itakupa picha kwamba tuna vijana wako wapi na wanafanya nini. Na wameshatoka kwenye maisha ya chini kabisa, tumewaleta sehemu ambayo wanapita sehemu kila mtu anaweza kumzungumzia huyu ni kijana anajitambua. Kwa hiyo kwa machache yao tunayo mengi, nipende kutoa shukrani zangu kwa uongozi wote wa Mweta Sports Center, na uongozi wangu ule ulikuwa vijana wadogo sana kipindi hicho. Mwenyekiti naweza nikamzungumzia alikuwa na miaka kama 18-20, na makamu wake, katibu wake. Kwa wale wachezaji ambao walikuwa ni timu yangu mimi ya vijana ambao walielekea kushindwa, niliamua kuchukua baadhi wenye discipline na nikawapa uongozi. Kwa hiyo niliteua wenye viti, nilikuwa dikteta kidogo. Niliteua wenye viti, niliteua katibu, niliteua kila mtu ambaye namuona anafaa kupambania hizo ndoto. Na leo viongozi ninapozungumza hapa, tuna makamu wetu mwenyekiti ndo anarudisha litani, na mpaka ninapozungumza na wewe na mimi naonyesha mwili unarudi. Ingo nikukuta siku za nyuma ingekuwa unaona shavu alipo kabisa. Kwa nimpongeze makamu mwenyekiti kwa kutambua, na naomba vijana wengine wanapofanikiwa basi waweze kurejea kuwachukua vijana ambao wako chini. Wengi tuna wimbi la vijana wengi. Hata mheshimiwa diwani ameweza kuzungumzia hapa, tuna watoto wa Kasimu ambao anapigana nao kila siku. Na yeye naye kuambia wewe Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hata ukimwona leo unaweza ukashangaa kwa nini anahangaika nao watoto. Na watu wanauliza hilo swali. Naomba tu univumilie kidogo ili uondoke na picha halisi ya mjibu. Kwa nini anahangaika nao watoto? Kwa sababu ana hali mbaya, hapaswi hata kupoteza sekunde moja kukaa nao watoto. Pengine angeenda kwenye maeneo mengine ya kwenda kutafuta riziki kwa sababu ya familia yake, lakini anahangaika nao na hakuna mtu anaweza kumshika na kutambua kwa nini anahangaika nao. Kwa hiyo nimekuja kuingia mimi, mpaka leo tunakaa mpaka muda huu Kisese iko salama. Tukija kwenye uwanja sisi tunakuja kufanya program kwa ajili ya maisha yetu na ndoto zetu mwisho wa siku ziweze kutimia. Na nikuombe tu, najua una access kubwa kila mwaka, na kila toka nianze kuwa mtoto hakuna rais ambaye alishawahi kutofika katika uwanja huu na akatumia pengine masaa 2 mpaka 3 akiwa amekaa, akiwa comfortable, na ni mji mdogo kabisa. Nikuombe tu kama siku atarejea hapa Mheshimiwa Rais, najua ni mpenda michezo, ni mama, na mama hajawahi kuacha watoto wake wakiwa wanahangaika. Mimi mwanaume naweza nikakimbia, lakini mama ataondoka na watoto wake. Nikuombe umshirikishe, umwambie eneo hili linatoa vijana wengi sana katika michezo, miongoni mwao ni sisi. Lakini kabla ya mimi kuna mchezaji mwingine alicheza Premier League. Mimi anaweza kuwa ni umri wa Mheshimiwa diwani. Lakini wakati mimi naanza kujifunza mpira nilikutana na watu ambao wana vipaji vikubwa. Akiwemo Mwenezi, alikuwa golikipa Mwenezi wa kata ya Bujora. Si ndio Mheshimiwa diwani? Mimi ndo alinifanya na mimi nidake, na mpaka leo naendesha maisha yangu kupitia michezo. Sina kazi nyingine zaidi ya football. Kwa hiyo nikuombe umwambie Mheshimiwa Rais atutengenezee uwanja huu, au atupe baraka sisi wananchi wa Kisesa tuna uwezo, atugawie maeneo, atupe ramani tuweze kuzungusha, na humu ndani serikali ya wilaya ya Magu itaweza kutengeneza mazingira sahihi ya pitch yetu ili
kuweza vijana wacheze mpira ambao umetukuka, kwa sababu hata leo ulikuwa unaona mtu akitaka kufanya mipango mizuri uwanja unamwangusha. Kwa hiyo kwa maneno machache nisikuchoshe, hiyo ndio wazo yetu kubwa. Asante kwa kuweza kukubali ombi letu hili. Nikuombe tena tukikuhitaji ukaribie, lakini tunakushukuru sana, umetuheshimisha sana na umetupa tena nguvu nyingine ya kuelekea miaka 20 ambao sisi tunahitaji sasa kwenda kufanya level nyingine ya kimapinduzi zaidi, ya kiuchumi zaidi, lakini pia tunaamini ndani ya miaka 10 tunaenda kuifanya, tutakuwa na timu yenye wachezaji wa Premier League hapa Kisesa. Tukikutana mwezi wa 6 kama hivi kwenye likizo, watacheza wachezaji wa ligi kuu Tanzania na pengine nje ya nchi. Nimesahau kushukuru kwa sababu nilikuwa na mambo mengi sana kichwani. Nishukuru kwanza viongozi wangu wa Mweta Sports Center, wachezaji wote kwa commitment ambayo wameifanya ndani ya miaka 10. Lakini pia niwashukuru wananchi wa Kisesa, niwashukuru viongozi wote, kwa sababu nimshukuru mheshimiwa mbunge, nisipomzungumzia hapa nitakuwa mchoyo wa fadhila sana. Asante sana kiongozi Kazu, kwa sababu 19-20 mheshimiwa mkuu wa mkoa ndio aliyeweza kutoa nauli ya sisi kwenda mkoani Kilimanjaro kwenda kucheza mashindano ya ligi ya mabingwa wa mikoa. Na mwisho wa siku ilitokea corona, Mheshimiwa Rais alisitisha michezo, timu ilirejea Kisesa, ilishindwa kurudi kwenye mashindano tena, na tuliingia kwenye janga la ugomvi na TFF, tulifungiwa miaka 2 na tuliweza kurejea tena kwa kishindo kama unavyoona hivi. Kwa watu je kukata tamaa hata siku moja.